Kumekuwa na kelele nyingi kuhusiana na chama chetu na hasa watu wengi ambao wamepandikizwa kujaribu kumchafua mwenyekiti wa chama chetu, makamu mwenyekiti wa chama chetu Mheshimiwa John Heche. Nataka Watanzania kwa ujumla wetu, bila kujali vyama vyetu vya siasa, twende tusimame kwenye mambo ya msingi, tuache vitu vidogo vidogo. Kuna ufisadi mkubwa sana kwenye swala la mafuta, mkubwa sana, mabilioni ya fedha, na hata hizo baadhi ya fedha za mafuta ndio zinazotumika kuhonga watu mnaosikia wanatoa vitamko ni mabilioni yaliyoibiwa katika swala la mafuta. Sasa ndio utaona kwamba utawala wa CCM umegawanyika. Kwenye sakata ile la mafuta, upande huu katajwa Nelish, upande huu wengine wanamtaja Heche, lakini kuna upande mwingine wa Oilcom ambao umefichama, hautajwi. Wao ndio wanahusika na masuala ya haya masuala ya mafuta. TBDC inatakiwa ituambie ni nani, ni wakina nani waliohusika katika tenda kabla ya Oilcom kupata hiyo tenda, kwa sababu procedure zinataka tenda ziwe za wazi. Watoke hadharani watuambie ni akina nani walitenda na Oilcom ilipata hivyo vigezo kwa misingi gani. Ninachoweza kusema hili tutaliongea zaidi, kwa sababu kuna wadau, kuna Watanzania wengi walioko ndani ya serikali, walioko ndani ya CCM, ambao tunaangalia namna gani, kwa sababu Watanzania wamenyonywa na wanaendelea kunyonywa, na hili swala la mafuta ni kubwa zaidi. Wanatuhamishia vihoja vidogo vidogo, wanaacha swala la msingi. Kwa hiyo mambo ya kusema siji Heche, siji Nelish, haya mambo yote haya ni kwa sababu wanatuhamisha kwenye hoja ya mafuta. Watanzania tunanunua mafuta na kulipa kwa bei kubwa sana isivyotakiwa, na kikundi kidogo cha watu kinanufaika na hayo mafuta, na haya kama nilivyosema tutayaongea vizuri zaidi. Lakini katika swala hili, kwa sababu taifa hili linatengeneza machawa tu, nimeona upande wa Nelish wanaomtetea, unamuona mzee Yusuf Makamba, unamuona shehe yule wa Dar es Salaam anaitwa nani si yule, unamuona Mheshimiwa King mbunge. Upande wa Oilcom wanaotetea Oilcom namkuta sasa kuna Shehe Mwaipopo na bwana Mchange. Hawa wasuhamishe kwenye hoja ya msingi. Hoja ya msingi ni mafuta, na siku zinazokuja tutafafanua vizuri kuhusiana na mafuta, kuhusiana na wanaohusika, kuhusiana na kampuni ambayo imesajiliwa Dubai na nani yuko nyuma yake. Haya yote tutayaweka hadharani. Lakini nataka kusema Watanzania, achaneni na propaganda zinazotuhamisha kwenye msingi mkubwa: Free Tundu Lissu, katiba mpya na unyonyaji huu wa mafuta ambao unalisumbua taifa. Tunaomba turudi kwenye masuala ya msingi.